Mateka 7 wa Israel wakabidhiwa kwa shirika la Red Cross. Hamas imekabidhi mateka 7 kwa shirika la Msalaba Mwekundu leo Jumatatu, likiwa ni kundi la kwanza kuachiliwa chini ya makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas. Shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu ICRC limesema Jumatatu kuwa limeanza operesheni ya awamu nyingi kusimamia mchakato wa kuachilia mateka waliokuwa wakishikiliwa na Hamas huko Gaza na wafungwa wa Kipalestina walioko mikononi mwa Israel. Mabadilishano hayo yamefanyika chini ya mpango wa kusitisha mapigano uliofadhiliwa na Marekani na yanaashiria hatua ya kwanza kubwa kuelekea kumaliza vita vya miaka miwili vilivyoiteketeza Gaza na kusababisha maafa makubwa pande zote mbili. Mapema leo Jumatatu, Hamas imetoa orodha ya mateka 20 walio hai na watakaoachiliwa pamoja na orodha ya zaidi ya wafungwa 1900 wa Kipalestina wanaotarajiwa kuachiliwa na Israel. Jeshi la Israel limesema mateka hao wataanza kukabidhiwa kwa maafisa wa Msalaba Mwekundu kabla ya kupelekwa katika vituo vya kijeshi kwa uchunguzi wa afya na kuunganishwa na familia zao. Magari ya Msalaba Mwekundu yameonekana yakisafiri kati ya Gaza na Israel, huku vyombo vya habari vya Israel vikiripoti moja kwa moja, wakati familia zikiwa na hamu ya kusikia habari njema. Kwingineko, Kameruni yapiga kura ya kumchagua rais mpya. Kameruni imepiga kura katika uchaguzi wa urais unaoweza kumwongezea Rais Paul Biya muhula mwingine madarakani. Biya mwenye umri wa miaka 92 ndiye kiongozi mkongwe zaidi duniani anaendelea kushika madaraka. Amekuwa madarakani tangu mwaka 1982 na sasa anawania muhula wake wa 8. Uchaguzi huo wa raundi moja umefanyika jana Jumapili katika taifa hilo lenye wakazi milioni 30 na wapiga kura zaidi ya milioni 8 wameshiriki, wakiwemo maelfu walioko nje ya nchi. Hata hivyo, wachambuzi wa kisiasa wanaeleza kuwa uwezekano wa Biya kushinda ni mkubwa kutokana na nguvu kubwa ya chama chake na upinzani ulivyogawanyika. Wapiga kura wengi wamesisitiza kuwa wanatarajia kuona mabadiliko katika uchumi na huduma za kijamii, ikiwemo kutatuliwa kwa mfumuko wa bei, ukosefu wa ajira na kuondoa janga la umaskini. Matokeo rasmi ya uchaguzi huo yanatarajiwa kutangazwa ifikapo Oktoba 26. Ripoti za Jaba Kimataifa, God Bless Kombe.